sahbihi wa mawla. Je, najuzu kwa mtu kujifanyia hakika? Haijuzu. Haikuja katika sunna mtu kujifanyia hakika mwenyewe. Hakika wanafanya wazazi ndio ambao wamefanya hakika, wafanya hakika watoto wao, sio mtoto kujifanyia hakika mwenyewe. Katika sunna baada haikuelezewa kwa masahaba alifanyia. Ni hadithi zipi dhaifu zilizokuja kuzungumzia mwezi wa Shaaban? Hakuna hadithi iliyokuja zikaelezea utukufu na fadhila ya Shaaban, isipokuwa hadithi zilizokuwa zimezungumzia kama vile hadithi ya Aisha, hadithi ya Ibn Abbas, hadithi ya Ummu Salama na baadhi ya masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Anas vile vile alikuwa akifunga kwa wingi katika mwezi wa Shaaban, na hadithi ya Aisha kwa zaidi kwamba alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masiku alikuwa akikithirisha kwa wingi kufunga ni mwezi wa Shaaban. Baadhi ya riwaya katika Sahih Sahihi Muslim imekuja kwa akifunga mwezi mzima isipokuwa kidogo. Kwa hadithi hizo ndio ambazo zimekuja kuzungumzia ufungaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kuna mengineyo mengi yaliokuwa yamekuja katika kuzungumzia Shaaban, kwa Shaaban ni mwezi ambao watu wameghafilika nao, sio ambao ni dhaifu. Na sio mwezi wa Shaaban kuna qismatu rizqi, sio hakuna usahihi katika hilo isipokuwa la kufunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni istidada li Ramadhan, kwa ajili ya kujiandaa na Ramadhan. Ameeleza ahlul ilm wa hadith katika kusherehesha hadithi hiyo. Ni kweli kwamba amali ya sunna ndani ya mwezi wa Ramadhan ni sawa na amali ya faradhi katika miezi mingine? La, faradhi ni faradhi, sunna ni sunna. Usema amali ya sunna iko sawa na faradhi, isipokuwa amali ya sunna katika Ramadhani na fadhila, lakini haiwezekani sunna iwe sawa na faradhi. Sunna inabaki sunna na faradhi ni faradhi. Lakini kwenye upande wa fadhila inawezekana sunna ikazungumzia fadhila zake kama mfano wa faradhi, lakini sio kwa sawa na faradhi. Kama wanachuoni, kuna mwanachuoni yote alisema kwamba kumsalia Mtume hata kwa riya Allah anakulipa? Hakuna mwanachuoni yote aliyosema hivyo. Bali kwa wanachuoni wategemewa, ila kama ni wanachuoni wa maulidi sawa, au sio? Kwa wanachuoni wa maulidi hao masheubwabwa sawa, lakini kwa wanachuoni waliokuwa na ilmu ya Qur'an na ilmu ya sunna, Allah subhanahu wa ta'ala vipi akubali wakati Allah anasema faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kwa vipi akubali wakati Allah anasema atamshirikisha na Mola wake? Yani huyo sio katika wale ambao wanatarajia kukutana na Mola wao. Wanatarajia kukutana na Mola wao ni wale ambao wanafanya amali hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala. Na riya ni shirki, anaingiza shirki katika amali yake, hiyo ni mardud, haikubaliki, halipwi muda wa kuwa amefanya riya. Je, najuzu kuswali tarehe raka 20? Khilafu ahlul ilm. Imekuja hadithi ya Aisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzidisha zaidi ya raka 11 sawa katika Ramadhan au nje ya Ramadhani. Sunna ni kusali raka 8 za tarawih na raka 3 za witri, jumla raka 11 ndio sunna iliyokuwa thabiti. Hadithi iliyokuja kuzungumzia raka 20, hadithi ya Ubay bin Ka'b, ni dhaifu, sio sahihi. Na imekuja shahidi ambao ni sahihi katika Sunan Darimi kwamba Mtume alisali raka au alikuwa Ubay bin Ka'b kwa salisha watu raka 8 na raka 3 za witri katika sala tarawih zama za Umar, yeye na Tamim bin Aus al-Dari radiyallahu anhu ajma'in. Nini maana ya mashairi, nashid na manzuma na qauda na qasida na hivi tofauti zake? Mashairi yanakubalika katika Uislamu, mashairi ambayo yanakuwa kama hivi, mfano shairi ambazo zinaandikwa zikiwa za mafunzo ndani yake, nakubalika. Na wako wanachuoni ambao wameandika mashairi, na wako katika wanachuoni walikuwa ni mashuara, wakiwemo sahaba Hassan bin Thabit ambao ni mshairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mashairi ambao ni vitu ambavyo vinaandikwa kwa na vina vyake ya mafunzo. Ama nashidi ni hizi bid'a zoingia sasa hivi za harakati kuimba nashidi. Ama manzuma kama tunavyoona katika kutubu za ilmu, manzuma baiqunia mathalan, manzuma haia, zile manzuma, lakini vile vile inakuja katika muundo nini wa mashairi. Qasida za watu wa madufu huko,
Kama huoni utofauti, angalia watu madufu, wasikiza watu madufu na madufu yao, ndio tofauti wenyewe. Mashairi kama wale ambao tunasoma katika kutubu al-ilm. Swala ya faradhi waweza swali juu ya kipando kama vile basi, asili haijuzu kusali katika basi, kusali katika kipando. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kusali swala ya faradhi katika kipando. Kusali swala faradhi unataka usali katika ardhi, ila katika hali ya kuwa ni musfar, hakuna uwezekano wa kushuka. Kama hakuna uwezekano wa kushuka utasali. Allah amesema fattaqullaha mastata'tum. Kama uwezi utasali hivyo, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Lakini asili ilivyo ushuke usali katika ardhi. Mwanamume akifiwa na mke wake, nani ana haki ya kumzika kati ya mwanamume na wazazi wa mwanamke huyo? Mume ndo ana haki ya kumzika. Mume ana haki ya kumzika kuliko mawali zake, kwa sababu iko ndani ya usimamizi wake. Kwa mume ana haki zaidi ya kumzika mkewe kuliko ndugu wa mwanamke huyo. Maiti baada ya kuzikwa anafanywa nini? Maiti baada ya kuzikwa anafanywa nini tena? Kusoma 3 au 40. Hivyo kwa sheria hakuna 3 wala 40 wala 60 wala 70. Hakuna vyote hivi. Vyote ni katika bid'a. Na je, kifo kinaombolezwa kwa muda gani? Hakuna maombolezi katika Uislamu. Uombolezi katika Uislamu ni haram. Hakuna maombolezo. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam amealani yenye kuomboleza. Hakuna kuomboleza. Watu wakishazika watawanyike, kila mmoja ndiye katika shughuli zake, wala hakuna kujikusanya. Masahaba walikuwa wanahesabu kujikusanya kwenye msiba baada ya kuzika ni maombolezi. Haijuzu kujikusanya. Na mwanamke anapoomboleza kifo cha mzazi wake kwa muda gani? Hakuna kuomboleza akhi. Kuomboleza ni haramu, haijuzu kuomboleza. Ipi dalili ya kukataza kunyoa viduku? Viduku si ndio qaza asiwe? Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaza. Mtume amekataza kukata denge, kukata kiduku. Angalia kwa hadithi. Ipo hadithi katika hili kwamba amekataza ukata viduku. Hapo kwa nini ulize ipi dalili ya kukataza kunyoa kiduku? Kwa nini ulize ipi dalili? Kwa nini isionekane kwamba kukata nywele zako katika ukataji wa kawaida ni aula kuliko ukataji huo wacheza mipira, wa muziki huko? Hii ni kuiga makufari huko, watu wanaiga makafiri. Unakuta mtoto wa Kiislamu nywele zake amenyoa kulia, amenyoa kushoto, amenyoa nyuma, zimebakia katikati katuta viazi, sio? Naam, haijuzu. Ni hivi hukumu ya mwenye kusema mimi siwezi kuzini mpaka nife. Hii kumomba Allah tawfik. Ukisema hivi inawezekana Allah akakuingiza katika ibtila kwa sababu hujarejesha jambo katika tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Daiti angesema insha Allah. Usijiaminishe katika masala kama hayo, hususa katika mazao alionayo, mazao fitna, ila kumomba Allah tawfik na kumomba Allah istiqama katika dini, kwa kumomba dua ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Lakini kusema tu itlaq bila kuegemeza kwa Allah na vile vile kumomba Allah tawfik katika hili, adusemi kwamba ni azma mbaya, ni azma nzuri, lakini kumtegemea Allah, fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Usitegemee nafsi yako, mtegemee Allah unapoazimia jambo. Tegemea Allah bila kuomba hifadhi kutoka kwa Allah ni kosa, khata. Je, mtoto wa zina hakika wali wake ni nani? Khilaf kwa ahlul ilm kuanzia nisba ya mtoto. Je, anasibishwa kwa mzazi? Wale ambao wanaona anasibishwa kwa mzazi wake, wali wake anakuwa huyo mzazi. Wale ambao wanaona hanasibishi kwa mzazi wake kwa vile na maana hana wali wake atakuwa nani? Atakuwa qadhi. Na ile kwa arja katika masala kwamba anaweza kusimamiwa na huyo mzazi wake kwa sababu ndo mzazi wake. Katika kauli wale ambao wanasibisha amerajihisha masala kunasibisha kwa mzazi wake Imam Ibn Qayyim na vile vile Sheikh Islam bin Taymiyyah na Sheikh Yahya hafidhahullah ameelezea hilo, ameelezea hayo, na baadhi ya wanachuoni wamezungumza katika hilo vile vile kwamba wali anakuwa ni huyo kwa sababu ndo mzazi wake. Ama hatuitaki kwamba ni mtoto wa ndani ya ndoa, ni mtoto wa nje
nje ya ndoa, lakini huyu ni baba yake wa nje ya ndoa, kama vile alivyokuwa yule ni mama yake wa nje ya ndoa. Yule mama ni mama wa nje ya ndoa na huyu baba wa nje ya ndoa. Kuoa ahlu kitabi na juzu kisheria. Je, nani atakuwa wali wa mwanamke huyo hali ya kuwa wazazi wake si Waislamu? Sasa unapoa, unajua unaoa si Muislamu, yule mzazi wake si yupo, ambaye ni katika ahlu kitabi na mzazi wake, au mzazi wake ni katika mushriki ambao ni wasaniyin mathalan. Kama mzazi wake yupo ni ahlu kitabi, ndio huyo wali wake, ndio huyo, si ndio? Ahlu kitabu, kwa maana ahlu kitabu kama yuruhusiwa kuolewa, anakuwa wali ni yule mzazi wake ndio wali. Ila kama atakuwa huyo mzazi wake ametoka katika dini ahlu kitabu, amejiingiza katika dini nyingine mathalan za kiwasaniyin au dini za majusi, labda hapo itakuwa ni masala mengine. Hivi hukumu ya ndoa ambayo wali wake ni mtu asiyeswali. Katika kauli ya kumuona asiyeswali kafiri hawi wali, atakuwa asimamie wali mwingine ambaye anaswali. Katika kauli hiyo inaonekana kwamba ndoa si sahihi, na katika kauli kwamba ni asi inakuwa ndoa ni sahihi, mbali ya kuwa ni asi kama vile inavyosimamiwa ndoa hiyo na mtu mwingine ambaye hana uadilifu. Ndio kama anaosimama na mtu ambaye hana adala, inakuwa ndoa ni sahihi. Na kwa wale wanaona kwamba ni kafiri, kufru mukhrij anil millah, basi haitafaa kusimamia ndoa hiyo na itakuwa ndoa ni batili. Kwa hiyo masala yarudi katika asili ya khilaf, je, tariku sala ni kafiri au sio kafiri? Je, vita inayoendelea baina taifa la Palestina na Israeli, vita vyenye mafungamano na dini au ni ardhi? Hii ni mafungamano, kuna mafungamano na dini bila shaka, kwa wanaopigwa pande wa Islam, na Muislamu atakuwa ombea ndugu zako Islam. Ingawa kwamba baadhi ya maikhwan wa muslimin wanashiriki katika kuvuruga hali hizo, lakini Waislamu wale sio masala ardhi, masala dini, masala dini, sio masala ardhi, sio sahihi. Je, ni kweli vita hii imezungumziwa katika vitabu vya dini? Imezungumza akhir zamani kwamba Waislamu atakuja kupigana na Mayahudi, lakini akaomba kwa Palestina, kwa Palestina Mayahudi watapigana na Waislamu na Waislamu watashinda Mayahudi katika akhir zamani. Mwisho yote ile msikiti wa Aqsa utabomolewa na litajengwa kanisa, na hiyo ni katika dalili za kiyama. Allah ala, kuna dalili katika hiyo. Katika kwa Al-Kaaba, ndio mambo Al-Kaaba itabomolewa. Jambo Al-Kaaba ndio itakuja ibomolewa. Sawa, sio Baitul Maqdis. Katika kufanya mtoto hakika, je, kuna kisomo chochote au kuna taratibu gani ya kufanya hakika? Maana yake inatokana na neno aq, maana yake ni kukata, na maksudi ni kukata kichwa cha mbuzi. Chinja mbuzi yako, basi unakula mbuzi khalas. Hakuna kisomo wala dua wala tawasuli shafi, sijui, zote ni bid'a za watu wenye kupenda kula mali za watu kwa batili. Bid'a za watu wenye kupenda kula mali za watu kwa batili, wanajalia kwamba kwenye hakika kuna kisomo, kwenye hakika si kuna tawasul, kwenye hakika kuna dua. Hii dua nasimamia shekhe, wembe wa kunyoa atanyoa shekhe. Naam, hii ni itikadi ya batili, sio sahihi. Hakika maana yake ni kichinjwa, kile kinachochinjwa watu kula, ndio hakika hiyo. Na inachinjwa watu watakula, ndugu na jamaa na marafiki wanakula, basi hakuna kitu kingine. Wajikusanya kula mbuzi, mkishakula mbuzi kila mmoja atawanyika. Hakuna shekhe dua wala baraka za shekhe, hakuna, vyote ni uzushi. Hakuna vitu hivyo, hakuna dua wala chochote, wala kuna utaratibu uliokuwa umepangwa. Chinja mbuzi yako kama kawaida na ule mbuzi. Je, mtoto wa zina anamrithi baba aliyekiri kuwa ni mwanawe? Naam. Zipo ahkamu za funga za Shabani kwa ufupi. Ahkamu za funga Shabani ni kufunga, usifunge mwezi mzima. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi ameeleza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaunganisha hapo Rajab, Shaaban na Ramadhani qat, akaeleza kwamba hiyo ni bid'a. Kwa vile vile usiunganishe Shaaban na Ramadhani, funga masiku mengi katika Shaaban bila kufunga mwezi kamili, ndio taratibu ikhtisaran. Wazaviri wanahitaji wanapopita msikitini na kuomba msaada kwa Waislamu, kisha imamu akamzuia. Je, imamu anaingia katika aya mannauna lil khairi mu'tadin asim? Manna'u lil khairi, andika manna'un lil khairi. Manna'un ukaandika manna'una, manna'u lil khairi mu'tadin asim, mwenye kuzuia khairi, yani sema anaingia moja kwa moja katika aya, Allah alam. Lakini itakuwa kwamba hakutekeleza haki ya Ibn Sabil
kama kule wasafiri wanahitaji. Allah tabaraka wa taala ameeleza katika haki za ibn sabini kusaidiwa. Sawa, haki za ibn sabini kusaidiwa, kama kuna budi hawezi labda kuwaruhusu au hawezi kuzungumza kuambia watu, basi aruhusu hata katika nje ya msikiti mtu asimame atajieleza. Kwa wanapenda kuswali watu watatu, wawili wanawake na mmoja mwanamume, watasimamaje? Atasimama mwanamume pembeni ya mwanamume ambaye ni imam. Watu watatu, wawili wanawake na mmoja mwanamume. Imamu atakuwa ni mwanamume. Tegemea je ni maharimu zake au sio maharimu zake. Kasi maharimu zake kwa baina yao na wao ni sio na sutra, na kama ni maharimu basi watakaa nyuma. Hawatokaa katika safu kama vile wanavyokaa wanaume. Atakaa nyuma, atasimama nyuma imam. Kuna hutuba khatib kwa simamia masala ya kulipwa kwa deni la zina na kusimamia na kauli ya Imam Shafi na baadhi ya aya katika surati An-Nur. Yakasema zina ni deni litalipwa hata ikaja mlango wa tauba kwa mja, ila tauba itakubaliwa, ila haki ya kuzini italipwa tu. Nilikuwa naomba bayani hii tuliwe kulijibu ile. Zina ni haram, haijuzu. Na aliyefanya zina amefanya jarima kwa sababu ni fahisha. Lakini Allah tabaraka wa taala ameahidi kwa yote aliyefanya dhambi anamsamehe. Ameahidi Allah tabaraka wa taala hata wale ambao wanafanya dhambi ya kufuru. Allah amesema afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, hivi hawatubii kwa Allah hawa wakastaghfiru, nao ni washirikina. Lakini haikuambiwa kwa vile wamefanya shirki basi kizazi chao huko kitanini deni hilo watakuja ingie tu, wakati shirki ni dhambi kubwa kuliko nini? Kuliko zina, au zina ni kubwa zaidi. Kwa hiyo mtu anapotubia katika dhambi, kama Allah amelingania hawa wanafanya shirki, wanasema Allah thalatha, au wanasema Isa ibn Allah, Uzair ibn Allah, na matusi mengi wametukana Allah ambao ni Mayahudi hao. Lakini Allah akasema kama atatubia Allah atasamehe subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadh-dhanbi kama la dhanba lah, yule ambaye ametubia kutokana na dhambi ni kama vile hana dhambi. Yoyote aliyetubia kutokana na dhambi kama mtu ambaye hana dhambi. Kama ametubia dhambi aseme kwamba ni deni hilo utakuja tuna wajukuu wake kwa wazinifu, sila ameshatubia Allah amemsamehe, hakuna hilo. Mwanamke aliyesimu wali wake ni nani? Wali wake ni qawi. Kama atakuwa wazazi wake makafiri na kwa dini kali basi. Sallallahu wa sallam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Anauliza muulizaji, mke ameolewa hali ya kuwa ana mtoto wa kike na mume alikuwa na mtoto wa kiume. Je, kutakuwa na umaharim baina ya watoto hawa? Hakuna umaharim. Amesema Allah tabaraka wa taala, hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, mmeharamishiwa kwenu mama zenu na mabinti zenu na dada zenu na akhwat, kwa maana ukhti shaqiqa, ima dada baba mmoja mama mmoja, au ukht min al-ab, au dada itakuwa mama mmoja baba mmoja, au min al-um, au dada wa mama mmoja. Huyo si dada kiasi ya kwamba awe maharim baina yake na huyo mtoto wa huyu mwanamume, bali anafaa huyo mtoto wa kiume kumwoa huyo mtoto wa kike wa mamaka kufikia kama anavyosema. Kwa hakuna umaharim baina ya hawa watoto, umaharim hamna baina ya hawa watoto. Ama kama huyu mama atazaa, atakayezaliwa ndo atakuwa maharimu wa huyu dada, na atakuwa ndugu wa huyu kaka kupitia babake na ule kupitia mamake. Mwanamke ameolewa kwa deni bila kupewa chochote, kisha akaja kusema deni hilo ndoa itakuwa, akaja kusamehe deni hilo, ndoa itakuwa sahihi? Ndoa sio sahihi, itakuwa ni ndoa ambayo
haina mahari ndani yake, ambao ni ndoa zama za jahiliya. Na Allah amesema la tumsiku bi'isamil kawafir, msiwaeke wanawake katika kifungo cha ndoa cha zama za kufaza makufari. Katika jahiliya ilikuwa mwanamke anaolewa bila mahari, ni kiasi ya kwamba ameridhika. Katika baadhi ya ndoa walikuwa wanafunga ndoa bila mahari, akishakuwa ameridhika basi. Ama jambo la kusamehe mahari halipo, ila inajuzu kusamehe baadhi ya mahari kama ataamua kusamehe baadhi, ama kusamehe yote ala itlaq la yajuz, na itakuwa katika hilo ndoa hiyo si sahihi, kwa sababu imefungwa ndoa bila mahari. Itikadi ya kuamini uchawi unaweza kuleta au kuzuia mvua, inawezekana? Haiwezekani. Itikadi hiyo si sahihi. Uchawi hauwezi kuzuia mvua, wala uchawi hauwezi kuleta mvua. Mteremshaji wa mvua ni Allah tabaraka wa taala, na anayezuia mvua ni Allah subhanahu wa taala. Kwa itikadi si sahihi. Hakuna uchawi unaweza kuzuia mvua wala kuleta mvua, ni batili itikadi. Kuna dalili ya kukataza kuelekeza miguu kibla wakati wa kulala? Hakuna dalili hiyo. Kama inajuzu kuelekeza kibla wakati wa sala, vipi kuna uharamu wakati wa kulala? Hizi ni katika itikadi mbovu zilio katika jamaatu tablighi, na kama wanavyosema kwamba jamaatu tablighi ni jamaatu sufia. Kundi la tablighi ni kundi la masufi, sawa? Ingawa wenyewe ukisema hivyo wanasema sisi masufi. Sasa wao sio sufi, lakini walo asili ya kundi ni masufi, na muasisi wa kundi ni sufi. Aloasisi kundi Muhammad Ilyas Kandahalawi ni sufi, amefanya baya katika baadhi ya tariqa za sufia kama vile tariqatu ash-shadhiliya, naqshbandiya, sarurudiya, ajishtiya. Na hizo ni baadhi ya tariqa ambao amefanya bai'a, na alikuwa maarufu sufi kuburi. Sufi yani maabudia makaburi, wanda kujiunga na kundi ambalo ni sufi hasan, wala kwa na taaluma kwamba kujua itikadi sahihi ipi, na kujua kwamba ipi itikadi sahihi katika upande wa Muislamu juu ya ibada ya kuabudia Mola wake. Wao kuja kujiunga tu, umevamia kundi bila kulijua kundi. Na alikuwa na itikadi nyingine ambao kama Naqshbandia, wana itikadi za kufuru, na ahlul ilm wa zama zetu wengi bali wote takriban wamelikufurisha kundi la Naqshbandia. Ingawa kuna mtu anajinadi kwamba Naqshbandi, unajua Naqshbandi? Yani mwenyewe pengine anajua Naqshbandi, lakini anajinadi kwamba mimi Naqshbandi. Naqshbandi ni katika makundi, Naqshbandia ni katika makundi ya itikadi ya kufuru. Kuna dalili ya kukataza na hakuna dalili kwa waliosema. Hiyo ni baadhi ya maelezo ambayo yanapatikana kwa masufi, wala hakuna dalili katika hilo. Ni ipi hali ya Barahiani? Barahiani ni hizbi ambaye wapingaji katika wapingaji wa dawa salafia, na katika gharaibu na jahali ya Barahiani kaleta msamiati salafia jadida. Salafia maana yake nini? Salafia, salaf nini? Salaf kullu ma madha, kila kilichopita nini? Ni salaf. Faja'alnahum salafan wa masala lil akharin. Allah sema hiyo, ja'alnahum salafa. Salaf watu kajalia hao ni wenye kupita huko. Allah sasa waliopita jadida, wapya. Samiati wa ajabu kabisa. Kaja nao mzee, Allah muongoze. Naam, katika watu hawa wao wakizungumza salafia jadida, sahibul masla katika dawa, yuko sina jamii kadha, ni mtu ambaye ana mataasisi alojiunga, sio mataasisi anafika sio mangapi, yote kwa ismu ya dini. Ni mtu ambaye wafuasi wake kama alivyokisimulia mmoja,
aliyekwenda mmoja katika wafuasi ambaye alisimamia kwenda kufutarisha katika baadhi ya vijiji, wakawa wamekosa kile ambacho cha kufutarisha, wakaeka mawe katika sinia, wakapiga picha kutoka usiku ionekane mandazi. Allah aongoze mashaka. Ni watu ambao wanakula mali za Islam kwa ismu ya dini kupitia taasisi. Ng'ombe moja anachinjwa na jumuiya kadha, nyingine jumuiya kadha, ng'ombe moja inakuwa matambaa karibu vitambaa 3-4. Ansar sunna, ansarul bid'ah. Yani ni katika maamiri kwa anapojiita. Katika bid'a yake alionayo kwamba ni amiri wa moja jumuiya inayojiita jumuiya Ansari. Yeye ni amiri, wakati swala la uamiri tunafahamu kwamba hakuna uamiri katika ukazi wa mji, na wanakiri kwa kuna uamiri. Hizbi barayani hizbi. Ingawa kwa wenyewe wanamuingiza katika usalafu, wanaomtaka na nampa red card, anamtaka red card unajipa mwenyewe kwa bid'a zako na mikhalafa yako ya kisheria. Dini hii hakuna red card, afu maneno mengine ya kihuni masha. Ingawa mtu anatamka na kuonyesha kwamba kuna baadhi ya wazee wako katika dawa na linasibisha na sunna, lakini wahuni na huni katika wahuni katika dawa. Sema wao wanakupa red card. Red card mchezo mpira. Tunacheza mpira leo. Wasie majunun, tunakimbiza mipira. Tumekaa kazini kukimbiza mipira kiasi kwamba red card. Red card anakupa nani akupe red card? Hii dawa mwenyewe umekubali alhamdulillah kwa maandiko, unabaki katika dawa. Kinyume chake huku ikubali unajitoa mwenyewe katika dawa. Au dini yetu inalazimisha mtu la ikraha fi din. Ulazimishi ukitaka shikamana haki, ukitaka acha haki, endelea kula mali za watu na kufanya khalafa katika dini, yakiwemo maswala ya taswiri za watu la arwah ambao ndo dawa yao ilikobaki huko. Kila mmoja leo taswiri za watu la arwah. Kila mmoja anaanzisha TV kwa kuchota watu kwa ajili ya TV yake. Mpaka kushki naye ana TV sasa. Sawa? Kushki kuna TV kushki. Naam. Allahu musta'an. Kuna watu wakinasihiwa juu ya kushikamana na sunna kwa ufahamu wa salaf, wanakwambia una ghulu. Ni ipi maana ya ghulu na zipi nasaa kwa watu hawa? Nasaa kuu akhi, yoyote anokhalif sheria, nasaa kuu ni kumcha Allah. Ndio nasaa kuu. Hakuna nasaa kwa anokhalif amri ya Allah isipokuwa ni kumcha Allah. Ama kushikamana na haki kwa ufahamu aliotangulia ni sahihi. Na ghulu maana yake ni tajawuzul haddi, ambao Mtume amekataza kalipokuja katika hadith ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu, jiepusheni na ghulu. Si hatuna ghulu, si tunakataza watu ghulu. Tunakataza watu msiabudie masana, ni ghulu. Msifanye bid'a, ni ghulu katika dini. Msimsifie Mtume sallallahu alaihi wasallam sifa sizo, ni ghulu. Msifanye maasi. Hiyo yote ni kuvunja amri ya Allah subhanahu. Na ama kufahamu dini hii kwa wema, kwa ufahamu wa wema waliotangulia ni sahihi. Hatuwezi kufahamu Qur'ani isipokuwa kuangalia aqwali za masahaba na wale ambao wamekaa na masahaba, tabi'in na wengine waliosoma kwa matabi'in. Hatuwezi kufahamu sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa sherehe ambao zimeshereheshwa na wale ambao wamefahamu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kufahamu dini bila kuangalia ufahamu wa hao, hususan Swahili ambaye atakiarabu ujui. Utakaofahamu dini hivi bila kuchukua ufahamu wa wema utangulia, ndio utakuja kupata dalili ya kuona Abu Lahabi alimwacha mtumwa wake huru kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafurahi. Kwa ujinga wako wa kutosoma, ulipoona aya nasoma tabati yada abi lahabin wa tabba, yani hukujua tafsiri ya aya, ukaona jina la Abu Lahabi ukachukua dalili ya maulidi hiyo. Wako wachukua dalili ya maulidi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu anataja Abu Lahabi. Anasema hii dalili ya maulidi, Abu Lahabi ametaja. Kwa nini Abu Lahabi aliacha mtumwa wake huru? Wakachukua dalili. Kwa sababu ujinga. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Watu wanazungumziwa Uislamu na kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na dalili ya maulidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ambapo fabidhalika falyafrahu. Wafurahi kwa maana wacheze maulidi, waruke wacheze dance yao ile, yani dufu kwa lugha nyingine.
ama lugha ya mtaani kwamba hiyo anachani ni katika dance, hizo ni kudance, kama itakuwa iko sawa kisekula. Je, sunna ni kuleta takbira 3 au moja baada ya sala, na je ni sala ya faradhi au na sunna zinahusika? Hii katika sala ya faradhi walikuwa wakijua hivyo masahaba, kama kuja katika Bukhari hadithi Abdullah bin Abbas, walikuwa wakijua sala Mtume sallallahu alaihi wasallam kumalizika kwake husikia takbir. Haikueleza takbir lazima ziwe 3 wala hazikueleza qaidi ya adad, bali imeeleza tu kwamba alikuwa anazijua kwa takbir. Ama istighfar ndio ambao zimeeleza istighfar 3 na sana ni katika sala za faradhi. Na saa zako kwa wanaompinga Sheikh Albani kwa madai ya kuwa alikuwa mzungu, hawajui hata wanakisema nini hawa maskini. Suhaib Rumi alikuwa nani? Mwarabu. Suhaib Ar-Rumi alikuwa nani? Mwarabu mashi. Nasikia Suhaib Rumi. Suhaib Rumi ni katika wazungu. Sasa kama kutakuwa kuna habari kwamba dini hii, huyu mzungu, huyu Mwarabu, huyu Mswahili, dini yetu haiko hivyo. Alikuwa na ilmu. Imam al-Bukhari rahimahullah Mswahili. Imam al-Bukhari Mswahili. Mswahili. Nane. Mzungu ni Mrasia, katika maeneo ya Russia. Sawa? Na yeye ni katika wazungu. Sasa kama unampinga Albani basi pinga na Bukhari na vile vile. Sawa? Imam Abu Daud Sajistani. Katika yale majimbo yale Pakistani, Tajikistani, Sajistani, na huyu ni katika wale Stanistani. Buluchistani, si Mwarabu. Sawa? Imam an-Nasa'i vile vile. Yaani ahlul hadith wale ambao wameandika kutubu 6 takriban wote hawakuwa ni Waarabu, ukitoa Imam Muslim kwa nasibishwa Imam Muslim. Waliobaki Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ndo ambaye hakuna ishkali kwa Imam Ahmad, na kwa usema kwa Imam Muslim vile vile kwa upande wa nasab, lakini wote kutubu 6 hawakuwa Waarabu. Sawa? Ukitoa ashabu al-masanid kama Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani, yana ambao huyu ndo katika Waarabu. Kinyume chake, na maana ikija hii kwa Imam Albani ni mzungu na wote tu akatae, na vitabu vyao na maana tusomeni mashaikh. Tunaona sina mara nyingi vitu kama hivi natoka kwa watu wale ambao hawatafuti ilmu, hawakai katika durus. Mtu akufunga baadhi ya masiku katika mwezi wa Ramadhani sababu alikuwa safarini, je, anaweza kuyalipa masiku hayo akiwa safarini sababu kazi yake ni ya kusafiri mara kwa mara? Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia masuala ya ufunguaji, faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayyam ukhar, alikuwa mgonjwa au safarini, basi iliyopo ni kulipa. Ndio ilivyozungumzwa. Allah amesema alipe mtu huyo katika masiku mengine, kwa atakuwa alipe, ayafunge masiku hayo. Inafaa kumradi mtu kwenye hutuba bila kumfikishia nasaha kwanza wala kuongea naye? Inafaa. Tutofautishe baina ya raddi, kumradi mtu katika batili zake, na kumbidiisha mtu. Sawa? Kuna vitu viwili tofauti ambao wengine wanachanganya. Kuna kumradi mtu katika batil na kuna kumbidiisha mtu, kwamba fulani ni mubtadi, fulani ni hizbi, labda hii tutofautisha na nini? Sawa, rad. Amekuja mtu kazungumza jambo lokuwa silo, kafanya jambo ambalo jamii imepokea silo, una haki wewe kusimama katika mimbari, kusimama kwa Uislamu kuwatahadharisha kwamba fulani kazungumza kadha kadha juu kadha kadha, una radi yale batili yake ile. Lakini huruhusi kusema wale jamaa mtu wa bid'a ametoka katika sunna, hii haijuzu mpaka fanini umwite, umpe nasaha, umuondoshe shubha zake, hii haijuzu. Lakini masala rudud inajuzu kumfanyia raddi mtu katika khutba, kumfanyia raddi katika muhadhara, kumfanyia raddi katika durus, hata kama hujaonana naye, hata hujamwambia. Sawa? Kwa sababu hapa wanachozungumza nini? Ni nasiha kwa Uislamu. Sasa nasiha wapi Waislamu? Nasiha mpaka umfuate yule alokosea, afu ndio uje kuambia Waislamu jamani kuna hivi na hivi, lakini kakubali makosa, wewe ufanya raddi.
yule akisikia kule atakutafuta kama alivyotafutana wale walosema kwamba tunaomba kwa jina la Yesu. Yule alitafutana kule, ingawa anatafutana katika batili, kukiri kwamba kakosea, wala hakusema kwamba huyu kapatia likabaki kwa linaning'inia kwamba wewe ni muallaq, hajulikana nikapatia na nikakosea. Kwa hiyo ni hivi watu wa bid'a kama vile watu wa vyama vya siasa, unatukanana leo, kesho wajiunga chama kile, basi habari imeisha, hakuna kumbana radhi. Mathalan, ikiwa na zamu ya mke mkubwa, je, najuzu mchana kusali na mke mdogo? Haijuzu. Ukifanya hivyo inabidi katika siku ya zamu ya mke mdogo ukafanye kwa mke mkubwa kama ufanya kwa mke mdogo. Ulema ameeleza hivyo. Ama jambo la kwenda kumjulia na kupeleka huduma na inajuzu. Atakayemwendea kuhani na akamuuliza juu ya jambo hatokubaliwa swala zake siku 40. Naam, hadithi imekuja katika hilo. Na hii kama atakuwa ameelezewa tu, hata kama hakukubali, ameelezewa tu, hakusadikisha, atakaposadikisha amekufuru. Jima na hadithi zilizokubaliwa moja kwa moja ndani ya siku zote hizo. Ahlul ilm katika maelezo hayo ameeleza kwa itakuwa kuna mapungufu katika sala zake kwa muda siku 40. Ama sala kama sala muda kwa ametimia masharti na nguzo inakuwa iko katika sahihi, lakini na mapungufu. Na akiamua kuacha kwa siku hizo atakuwa ni tayari kuswala. Sasa ndio maana kuacha maana yake ni tayari kuswala, muacha sala, na kwa hiyo ameacha sala. Na ikitokea akafa ndani ya siku hizo na sala yake haikukubalika, ipi hukumu yake? Tumeeleza kutokubalika kwa maana sio ni nafyu kamal, ni nafyu al-kamal, ukataaji wa kukamilika, sio ukataaji kwamba itlaq ya sala kwamba haikuna sala aslan. Hivi anafanya mtu aliyemtukana Mtume sallallahu alaihi wasallama, ikiwa ni katika watu wako katika tawala kama hizi. Yani mtu anayemtukana Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwanza awalan dhambi ya kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallama haifutiki. Walivyoeleza hapo, dhambi ya kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallama haifutiki, inabaki kwa sababu ni shakhsia yake. Ni shakhsia yake, ipo dhambi. Na hii itarudi kwa hakim, ataona matusi ya kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallama, kama ataona afanye taadhiri kwa kumondosha, kwa kumua, au kama atamweka jela, tarudi kwa hakim. Lakini katika jamii mmoja ni hakuna la kumfanya isipokuwa kumlingania. Malengo ya kuja kwa Masih Dajjal alama saa kiyama. Kuja Masih Dajjal miongoni mwa malengo ni kuonyesha kwamba saa ya kiyama imekurubia kuja kwake, vile vile ibtilaa ya kuwajaribu waja Allah subhanahu wa ta'ala katika imani yao. Lakini imeelezwa kwamba ni alama saa ya kiyama iliyokuwa kubwa. Kuna dalili imam akitaka kusalisha akae katikati sawa na aliyekimu swala na maamuma asizidi kushoto wala kulia. Hii ni upangaji wa safu zinaanza kupangwa nyuma imam, ama swala kuzidi kulia kushoto ni khilafu kwa ahlul ilm. Wako wanaona kwamba safu ziende kulia, na Imam Uthaymeen rahimahullah anaona kwa kuna muwazana kwamba safu zipangwe kulia na kushoto katika kuoana, yani huku kulia isiongezeke wala kushoto zifuatane. Ingawa baadhi ya ahlul ilm wanapendekeza kujaza kuliani, yani safu ende kuliani kutokana na fadhila ya kuliani. Dalili ya kusali jamaa ya pili msikitini kwa jamaa ya mwanzo imeshasaliwa. Hadithi katika kisa cha yule mtu ambaye alikuja msikitini akakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amesali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man tasaddaqa ala hadha, nani atakayetoa sadaka kwa huyo? Akasimama Abubakar akamsalisha yule ambaye amechelewa na mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dalili hiyo. Ama jambo la wanachuoni kukataza jamaa ya pili baada ya jamaa ya kwanza, imekataza katika daula Umawiya. Walikuwa watu mahawariji, walikuwa wanajitenga wanapomsikia imam hawasali nyuma imam, na wanatoka kundi wanaenda kusali swala yao kivyao bila ya kusali na imam. Hatimaye nazalisha makundi ya kikhawarij na kuleta fitna katika jamii kwa ajili ya ahlul ilm. Baadhi yao wakakataza sala jamaa ya pili baada ya jamaa mwanzo, ikiwa na lengo la kwamba inaleta fitna na kumkataa imamul am. Kwa alikataza katika hali kama hiyo. Ama katika hali kwamba hakuna vitu kama hivyo, mtu amekosea, amechelewa jamaa ya mwanzo, inajuzu kusali jamaa ya pili kupitia
riwaya hiyo ya hadithi. Je, nafahamu kununua au kuuza mazao shambani hali ya kuwa hayajazaliwa au maziwa kabla hayajakamuliwa? Sasa kama hayajazaliwa unauziwa nini? Unauziwa miti, kwa sababu mazao hayajazaliwa. Unauziwa kitu gani? Wewe kuja unauziwa miongoni mwa shuruti za bei kwamba kile kinachouzwa kinini kiwepo. Kama hakipo inakuwa ni bei al-gharar, ni bei ya kuhadana. Hakipo yani unamuzia nini mtu? Umekuja muembe labda upo shambani, sema nakuuzia muembe huu na kuuzia embe zake, afu acha sio unafanya biashara ipi? Hamna biashara hii masha. Sawa, biashara hii haipo. Na vile vile masuala ya maziwa labda yaliyo ndani ya kiwele, inawezekana kiwele cha ng'ombe kikaonekana kiko kikubwa lakini maziwa yakatoka madogo. Sasa unamuuziaje mtu maziwa bado hayajakamuliwa? Unajua kunatoka geli ngapi au chupa ngapi? Hii yote ni katika bei ya gharar. Haijuzu kununua wala kuuza katika mfumo kama huu. Ila katika mfumo wa mazao tayari yashazaliwa, yanasuluhiwa kuiva, yameshapea, hii kama tabatikana watu wa makisio wanajua hapa labda mazao haya yatatoka gunia ngapi, wanakisia katika hali ya makisio ambao wana utaalamu, na hii itakuwa najuzu kupatikana watu wenye kujua makisio na wanapatia katika makisio. Tumesikia katika majibu ukisema kuwa mafuta sababu wana maneno mengi ambayo hayana dalili. Je, kueleza kwa upana ili watu wa kuelewa haifai? Watu wa kuelewa haifai. Akhi, sisi tunazungumzia dawa, hatuzungumzii porojo wala hatuzungumzii maneno ya mitaani. Dawa ni nini? Dawa si ulinganizi, unalingania watu. Ulinganizi unalingania watu kutumia nini? Allah amesema fadhakkir bilquran. Wewe umeamua kufanya tazkira kwa kukumbusha watu tume nini? Sio maneno yangu wala maneno ya mtu. Allah ndo amesema kama umeamua kujifanya ni dai au umeamua kwamba unataka kufanya dawa, basi chombo cha kufanya dawa ni nini? Ni Qur'an. Sasa umekaa watu wanapotezea muda porojo. Hivi wewe una ufasaha mzuri zaidi wa kuwafahamisha watu Uislamu kuliko vile vilivyokuja ndani ya Qur'an. Una ufasaha zaidi mzuri zaidi wa kuwafahamisha watu kuliko vilivyokuja ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna haja ya porojo mashaka. Kuna haja ya porojo. Watu wanaelewa zaidi wanaposomwa adilla za Qur'an na adilla za sunna. Na Qur'an ina ufasaha na sunna ina ufasaha kuliko ufasaha wako wewe. Kwa porojo katika dawa la hii ni ashabul kalam. Watu wenye maporojo katika dawa hiyo naiga mfumo wa nani? Ashabul kalam. Watu wa falsafa. Wao ndio walikuwa na maporojo. Ama dawa hii inalindwa na Qur'an au ulinzi wake katika kuimarika na kuhifadhika na makosa ni kutumia Qur'an na sunna. Mgonjwa kawekewa mpira wa mkojo, atasali je na kutia udhu? Anasali katika hali ya kawaida. Anasali kama itakuwa kuna haja katika mpira wake anatoa kisha anasali. Utakapokuja umetoka aliyakuwa katika sala endelea na sala yake. Muda wote anao akilala na kiamka. Anasali katika hali kama hiyo. Ni njia gani za kujizuia? Kwa sababu hata mtu unapokaa, kwa sababu kama anachukulia hivyo, si mtu unapotembea wakati mwingine tumboni kuna haja au sipo haja, hujaitoa tu. Sasa mfano kama umetoka haja imeingia pale, amemwaga amechukua udhu, anasali, pengine imechuruzika nyingine mle, endelea na swala yake. Na katika manzila sasa sala sulbaul. Njia gani ya kujizuia na riaa? Kuna muda inakuja katika ibada, mfano katika kusoma Qur'an. Kujizuia na riaa kutaka hifadhi na shetani. Kujizuia na riaa vile vile kuizuia, yani kuikandamiza nafsi yako inapokuja katikati ya jambo, jitahidi kukandamiza nafsi, kuirejesha katika nia ya mwanzo ambayo ikhlasi yako ulianza nayo. Ufanye hivyo. Na ametaja baadhi ya njia Imam Ibn Rajab katika kitabu chake Jami' al-Ulum wal-Hikam katika sharh ya 40 an-Nawawiyya. Tumeenda na hadithi na al-a'malu bin-niyyat. Ameeleza baadhi ya turuq Imam Ibn Rajab al-Hanbali ndani ya Jami' al-Ulum wal-Hikam.
Atakayesali raka 12 atajengewa nyumba peponi. Je, vipi yule ambaye anasali na zitimizi zote 12 kwa siku moja? Hadithi imedhibiti hivyo. Hadithi imesema atakayesali raka 12 kama hujazitimiza, na maana wewe hujaingia katika hizo 12. Inajili kupeleka posa kwa njia ya maandishi, na ipi sunna baina maandishi au kwenda musika? Masuala ya posa shehe narudi katika urfu. Masuala ya posa narudi katika urfu. Kuna baadhi ya urfu lazima anapoposa uende wana familia. Kuna baadhi ya urfu anapoposa anaweza mpaka aende shekhe ashirikishe katika posa. Kuna baadhi ya urfu wanaweza kaenda rafiki zako akaposa. Zina urfu za watu. Kuna baadhi ya urfu lazima uandike barua. Katika barua lazima weke chochote kitu ndio barua isomwe. Baadhi ya urfu unapoandika barua lazima barua izongwe na ifungwe kitambaa. Usipeleke hivi hivi kwamba tena na bahasha na kibahasha ifungwe kitambaa na ike pini 3 sijui. Hizi ni urfu za watu mashi. Na msingi kwamba lengo litimie. Upeleka barua hakuna tatizo, upeleka barua ukituma mtu hakuna tatizo katika kutuma mtu. Ukiamua kwenda mwenyewe hakuna tatizo, ili mradi kwamba lengo litimie, binti aolewe na huyu kijana apate mke. Kwa hiyo hii ni urfu, na urfu muda kwa hivyo sheria haina shida. Wazazi wamekataa posa kisa aliyepeleka ni maskini, na hali wazazi hao pia ni maskini, lakini kijana aliyeposa ana dini pasi na kuwa na mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwozesha mmoja sahaba ambaye ameshindwa hata kumiliki pete ya chuma kwa ajili ya mahari. Pete ya chuma akaambiwa katafute mahari pete ya chuma, akakosa pete ya chuma, akapita kwa ndugu zake kumsaidia akakosa, akaozeshwa mwanamke kwa Qur'ani ambayo amehifadhi. Kwa hiyo watu wasiangalie katika vigezo hivyo. Allah tabaraka wa taala anasema yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, kama atakuwa ni mafukara basi Allah ndo atakayewatajirisha. Kama ni mafukara kwa ajili ya fukara wao walionao wale ambao wameona, Allah ndo atakayewatosheleza na kuwatajirisha. Wasiangalie hiyo, na Mtume anasema cha kuangalia idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Anapokuja yule ambaye ana dini na ana tabia nzuri na tabia njema, muuzisheni huyo. Ama kuangalia sababu maskini alikuwa na dini, alikuwa na tabia nzuri, anihisi mtazamo wa kisheria. Mtazamo wa kisheria ni dini na tabia nzuri kwa mwanamume. Sahihi kusali raka moja ukiwa umesimama, na raka ya pili ukiwa umekaa katika sala za sunna inajuzu. Atakayesimama atakayekaa inajuzu. Swala yake ni sahihi. Je, kuna sura maalum za kusoma usiku wakati wa kulala, wakati wa kuamka? Kwani kuna watu wanasema kuna kama surati Yasin na Tabaraka, sura maalum wakati wa kulala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma mawaidhatain qul huwallahu, akijipulizia katika mikono yake. Imekuja katika hilo hadithi ya Aisha radhiallahu anha. Ama surati Yasin, kusema surati Yasin ambao wamekusikia baadhi kwa ni moyo wa Qur'an na kusoma kila siku, ni hadithi iliyokuja ni dhaifu. Kama usomaji wa Tabaraka umekuja katika hadithi, kusoma Tabaraka kila siku umekuja katika hadithi. Imethibiti hadithi usomaji wa Tabaraka. Ni katika vipindi gani sida tisau itatolewa, kabla au baada ya kutoa salamu? Kabla salam ni mtu atakapokuwa amepunguza jambo katika sadaka, ameacha wajibu mathalan, au akapunguza baadhi ya nguzo kisha akaja kailipa. Baada ya salam ni kama swala itakuwa imezidi, sala raka 3 akazidisha 4, au raka 4 akazidisha raka 5, au sida pengine kama imezidi akaita sida 3 kwa kusahau, anaita salamu, anaita sida tisau baada ya salam. Kwa maana toa salamu kisha anasujudu sida tisau kisha anatoa tena salamu bila kusoma tashahudi katika sijida zile za pili. Kwa madereva wa lori huwa wamepewa pesa matumizi ya njiani na mafuta atakayotosheleza katika safari. Je, akimaliza safari yake na mafuta akawa amebaki, anaruhusiwa kuyatumia kwa matumizi mengine kama kuyauza? Iwapo tajiri atakuwa amemruhusu katika hilo. Kama amemruhusu, na kama hakumruhusu anarudisha kwa tajiri, kwa sababu ni mali ya tajiri. Kazini hapo usimamizi wa na ukakuta utaratibu uliowekwa haukuwa sawa, lakini kampuni imeridhia, je, utawajibika kuubadilisha? Kama utaratibu unapingana na dini, unawajibika kuubadilisha. Kama kwa mamlaka hayo unaubadilisha. Naam. Ila kwenye kubadilisha kutaleta fitna. Je, kutakuwa
utatakiwa kubadilisha, nategemea fitna. Ni fitna gani hiyo? Fitna maana yake wengine watakuwa nakusema afu fitna pengine wengine watakuwa wanakutengezea mazingira ya chuki baina yako na baadhi ya watu. Wengine wanasema ni fitna kama jambo linaharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna fitna, lirekebishe na uliondoshe kama liko katika sifa kuharibu dini, na wala kuna fitna katika hilo, bali ni maslahi ya kurekebisha dini. Wallahu a'lam.